بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katuwezesha kuingia katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao una kheri zilizokuwa nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala katuchagua kwa wengi ambao wametamani kuingia katika mwezi huu lakini hawakuweza kufikia mwezi huu. Kwa hiyo nikumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa kama hii. Ni mwezi wenye baraka, ni mwezi ambao kuna kheri nyingi, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo kapokea Imamu An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala na vile vile kaisahihisha Al-Allama Al-Albani rahimahullah kwenye sahihu Al-Jami'. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, ataakum shahru Ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarak, mwezi wenye baraka, faradallahu alaykum siyama, Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishieni kuswaumu mwezi huo, tufattahu fihi abwabul janna, katika mwezi huo milango ya pepo hufunguliwa, watughallaqu fihi abwabul jahim, na milango ya moto inafungwa katika mwezi huo, watughallu fihi maradatu shayatin, na vile vile wale viongozi wa mashaitani hufungwa, wa fihi lailatun hiya khairun min alf shahr, na katika mwezi huo kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. faman hurima khairaha faqad hurim, atakayenyimwa kheri za usiku huo basi kwa hakika takuwa amenyimwa. an'ama Allahu azza wa jalla ala ibadihi bimawasima min alkhairat, Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake nyakati za kheri, يحصلون فيها بسبب الأعمال الصالحة القليلة على الثواب الكثير من عند الله عز وجل, katika masiku ambayo wanafanya sababu ya kuyafanya matendo yaliyokuwa mema machache, lakini wanapata thawabu zilizokuwa nyingi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. ومن نعمه سبحانه أيضا أن سخر الله لهم من الأسباب ما يعينهم على أدائها على الوجه الأكمل لها. vile vile katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa akawajalia sababu ambazo zitawasaidia wao kutekeleza ibada hiyo katika aina iliyokuwa kamili. wa shahru Ramadhan min a'zami tilka almawasim alfadila, na bila shaka mwezi wa Ramadhan ni katika masiku yaliyokuwa bora katika masiku hayo, au ni katika bora ya hayo masiku yaliyokuwa bora. Huu mwezi wa Ramadhan katika mawasim ambazo Allah ametuwekea ili tufanye mambo ya khairi tupate thawabu nyingi, bila shaka katika mawasimu hayo mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliokuwa mtukufu kuliko mengine. wa fi hadha alhadith yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na katika hadithi ambayo tumeisoma Mtume alayhi salatu wasallam amezungumza na kusema, ataakum shahru Ramadhan ay jaatkum ayyamu shahri Ramadhan, kwa hakika yamekujieni masiku ya mwezi wa Ramadhan, shahrun mubarak, mwezi wenye baraka, ay fayakthuru alkhairu fihi, ni mwezi ambao ndani yake khairi zinakithiri kuwa nyingi. wayahtamilu an yakuna dua, na vile vile hii inaweza kuwa ni dua ambayo tumeombewa, ay ja'alahu Allahu mubaraka,
bimaana Allah aufanye mwezi huo kwa wenye baraka. Bila shaka ni mwezi wenye baraka, mwezi huu wa Ramadhani. Faradallahu alaykum siyama, ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kufunga. Faqad awjabahu Allah biqawli, Allah amewajibisha mwezi huu kwa kusema kwake, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kuswaumu. Tufattahu fihi abwabul janna wa tughallaqu fihi abwabul jahim, kwa katika mwezi huu milango ya pepo hufunguliwa na milango ya moto hufungwa. Walfathu walghalqu almadhkurani huma ala alhaqiqa, na huku kufungua na huku kufunga ambako kumetajwa kwenye hadithi hii ni kwa hakika, bimaana milango ya pepo inafunguliwa kwa hakika na milango ya moto inafungwa kwa hakika. Ikraman min Allah liibadihi fi hadha shahr, Allah subhanahu wa ta'ala kuwakirimu waja wake katika mwezi huu. Waqil, na inasemekana inna ghalqa abwabin nar ma'anahu mazidun li ghalqi kulli maslakin min masaliki sharri. Wengine wakasema kuwa kufungwa kwa milango ya moto bimaana ni kuzidisha kufungwa kwa kila njia za shari, bimaana kila njia ambazo ni za shari zinafungwa ili zisimfikishe mtu katika pabaya. Wa inna fatha abwabil janna huwa mazidun li fathi kulli maslakin min masalikil khair, na wakasema kufunguliwa kwa milango ya pepo ni kuzidisha kufunguliwa njia za khairi. Njia za khairi zinafunguliwa ili watu wayafanye yaliyokuwa ya khairi. Watughallu fihi maradatu ash-shayatin, ay tushaddu al-aghlalu was-salasilu ala maradati al-jinn wa hum ru'asa'u ash-shayatin, na vile vile wanafungwa minyororo wale viongozi wa majini, ndio wanafungwa, si majini yote. Wanaofungwa ni wale viongozi wa majini. Walhikmatu min taghlil au min taghlilihim hatta la ya'malu bilwasawis lis-sa'imin wa yufsidu alayhim sawmahum, na hikma ya mashaitani hao viongozi wao kufungwa ni ili wasileti wasiwasi, wasiwashawishi wenye kuswaumu na kuharibia saumu zao. Wa fihi lailatun hiya khairun min alf shahr, na vile vile katika mwezi huo kuna usiku mmoja ambao ni bora kuliko miezi 1000. Wa hiya lailatul qadr, na usiku huo ni lailatul qadr, usiku wa cheo, usiku wa makadara. Wal maana, na maana yake ni nini? Anna al-amala fiha afdalu min al-amali fi 1000 shahr laysa fiha lailatul qadr, ni kuwa matendo katika usiku huo ni bora kuliko matendo katika miezi 1000 ambayo hakuna ndani yake usiku huo wa cheo. Bimaana mtu akitenda matendo yaliyokuwa mema katika katika usiku huo ni bora kuliko matendo ya miezi 1000 ambayo miezi 1000 usiku huo wa cheo haumo ndani yake. Kisha mtume akasema, man hurima khairaha, ay man muni'a khairaha bi an lam yuwaffaq li ihyaiha, yule ambaye atakaynyimwa khairi wa usiku huo, bimaana akanyimwa khairi zake kwa kutokuwafikishwa kukesha na kufanya ibada katika usiku huo, wal ibadati fiha faqad hurim, ay muni'a al-khaira kulla. Huyo mtu anakuwa amenyimwa khairi zote. Mtu ambaye hatowafikishwa kukesha usiku huo na kufanya ibada, basi atakuwa amenyimwa khairi. Wal muradu hirmanu thawabil kamil au al-ghufran ash-shamil
alladhi yafuzu bihi alqa'im fi ihya'i layliha. Na makusudio ni kuwa anakuwa amenyimwa thawabu, anakuwa amenyimwa thawabu zilizokuwa kamili na msamaha ambao uliokusanya, msamaha ambao wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao anafuzu na kufaulu yule ambaye amesimama na kukesha usiku huo. Anakuwa amenyimwa thawabu zilizo kamili, anakuwa amenyimwa msamaha kwa kutokufanya nini? Kwa ambao msamaha ambao anaupata yule ambaye amesimama usiku huo na kufanya ibada. Wa hadha dalalatun ala fakhamati aljazaa, ay faqad hurima khairan la yuhaddu qadruhu. Hii ni dalili ya kuonesha ukubwa wa malipo uliokuwa katika usiku huu. Bimaana mtu huyo anakuwa amenyimwa khairi ambazo hazihesabiliki. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kutokana na hadithi hii ni watu tuzidishe khairi katika mwezi huu na tufanye yaliyokuwa ya khairi ambayo yatakuwa kutusaidia mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya njema ili kuweza kukamilisha mwezi huu, na vile vile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe khairi za mwezi huu, na vile vile atuweke mbali na kila ambalo litakuwa ni sababu la kuharibu saumu zetu na kupunguza thawabu za saumu zetu. Pia kimomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.